Asante sana Filipina Ndwata kwa habari hizo, nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Kiungo Biriani Lula Ali, karibu sote. Na kwa kwanza tuangazie hili ambapo mwanariadha wa kimataifa kutoka timu ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ upande wa wanawake Koplo Magdalena Shauri amerejea nchini akitokea Marekani alikokwenda kushiriki mbio za Chicago Marathon ambako ametoa medali ya shaba kwa kushika nafasi ya 3 zilizofanyika nchini Marekani. Ameeleza kuwa siri ya mafanikio yake ni nidhamu na mazoezi endelevu pamoja na kujituma bila kukata tamaa. Tupate undani na taarifa hii. Koplo Shauri amewasili nchini kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA, ambapo alipokelewa kwa heshima kubwa na maafisa wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ pamoja na shirikisho la riadha nchini RT. Koplo Magdalena Shauri ametumia fursa ambayo mkuu wa majeshi ameiweka kwa wanajeshi na michezo, kutumia muda vizuri, uaminifu na utii na mazoezi binafsi, yani utii wa mazoezi na mazoezi binafsi ya kujituma, na hatimaye kufanikiwa hicho ambacho tumekiona hapa, katuletea medali. Kwa hiyo hii ni sifa kwa jeshi pamoja na taifa letu la Tanzania. Tulikuwa ni wanariadha watatu tu ambao wamefikia viwango vya kushiriki michezo ya riadha ya dunia. Sasa ushindi wa Magdalena ndio utakuja kuhamasisha mchezo wa riadha hasa kwa watoto wa kike. Mwezi wa 11 tarehe 22 tutakuwa na mashindano ya kitaifa ya wanawake, inaitwa Ladies Fest, yanafanyika Dar es Salaam. Magdalena ametokana pia na event kama hizo. Twendeni sasa tukawahamasishe watoto wetu wa kike kwenye mchezo wa riadha. Shukrani zangu zimwendee Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kipaumbele ambaye ameipa michezo. Manake kiangalia hata bunge lililopita bajeti ya michezo ilikuwa kama bilioni karibu 30, imepelekwa kwenye 200 karibu na 80. Nimshukuru afande CDF, mkuu wa majeshi, ambaye ameipa kipaumbele kabisa michezo yote katika taasisi yetu ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kuhakikisha kwamba watu wanacheza vizuri na wanafanya vizuri. Wito kwa wachezaji wenzangu waige mfano kama wa kwangu, maana huu mchezo nataka moyo na nidhamu. Wakiwa na nidhamu na wakiwa na moyo na wakiwa wanajua wanafanya nini, watafika mbali sana. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Na asante sana Novatus Makunga kwa taarifa hiyo. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeufungia uwanja CCM Liti Stadium wa mkoani Singida na uwanja Sokoine jijini Mbeya kuendelea kutumika kwenye michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara kwa kukosa vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Tunasingalawa anatueleza. Taarifa iliyotolewa na Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imesema miundombinu ya uwanja wa dimba la Sokoine haukidhi matakwa ya kanuni kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Oktoba 15 mwaka huu na ofisa habari wa mawasiliano ya TFF Clifford Mario Ndimbo, imesema miundombinu ya uwanja wa Sokoine haukidhi matakwa ya kanuni za leseni za klabu kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya TFF. Kutokana na uamuzi huo, timu zitakazotumia uwanja wa dimba la Sokoine kwa michezo ya nyumbani zitalazimika kucheza katika viwanja vingine vitakavyokidhi matakwa ya kanuni hadi marekebisho pale ambapo yatakamilika na uwanja kukaguliwa tena na TFF. TFF imesisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kuboresha ubora wa viwanja nchini na kuzikumbusha klabu zote kuendelea kutunza na kuimarisha miundombinu ya michezo ili kuendana na viwango vya kitaifa na kimataifa. Aidha, Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeufungia uwanja wa Liti Singida kutumika kwa michezo ya ligi kwa kukosa vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu ambazo zinatakiwa kwa viwanja vya mpira wa miguu. Na kwa mujibu wa TFF ni kuwa uwanja wa Liti umekosa kutimiza matakwa ya kanuni yaliyobainishwa kwenye masharti ya leseni ya klabu. Hivyo, timu ambazo zimekuwa zikitumia uwanja wa Liti kwa michezo yao ya nyumbani nazo zitalazimika kutumia viwanja vingine kama ambavyo kanuni zinaelekeza hadi pale marekebisho yatakapokamilika na uwanja huo kukaguliwa upya na kuidhinishwa na TFF. TFF pia imezikumbusha klabu zote nchini
kuendelea kutunza na kuboresha miundombinu ya viwanja ili kuhakikisha vinakidhi viwango vya kitaifa pamoja na kimataifa. Ni hayo tu. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, na hii ni Channel 10 Plus michezo. Na shukrani sana Winga Teleza, Witness Ngalawa kwa habari hiyo. Klabu ya Simba imefanya mazoezi ya mwisho katika dimba la Mo Arena kuelekea mchezo wa kwanza raundi ya pili dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kikosi cha Simba kinatarajia kuondoka kesho kuelekea Eswatini kwa ajili ya mchezo utakaopigwa Oktoba 19 kama ambavyo meneja wa habari na mawasiliano wa Simba SC Ahmed Ali akizungumzia safari ikiwa na jumla ya wachezaji 22 na uongozi takriban watu 30. Tarehe 17 tutafanya mazoezi Eswatini, 18 mazoezi Eswatini, na tarehe 19 itakuwa ndio siku ya mchezo wetu dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kwa jumla ni kwamba maandalizi yanakwenda vizuri ama yamekwenda vizuri sana. Baada ya kucheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo, wachezaji wengine wakaenda kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Hapa namzungumzia Tanzania 1 Yakubu Suleiman, Abraham Morris, lakini vile vile Steven Desemukwala ambaye jana amefanya balaa kubwa akiwa na timu yake ya taifa ya Uganda, pamoja na Musa Pinpin Kamara Spiderman. Maandalizi yamekwenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumecheza mechi 2 za kirafiki nzuri kweli kweli ambazo ilikuwa ni kipimo kizuri haswa kwa mwalimu kuiangalia timu yetu. Tumecheza dhidi ya Al Hilal mechi 2. Ya kwanza tumepata ushindi wa magoli 2-1, ya pili tukafungwa mabao 4-1 ambayo kwetu ilikuwa na faida kubwa kweli kweli. Michezo miwili dhidi ya Al Hilal imemuonesha mwalimu ana timu ya aina gani, ana wachezaji wa aina gani, na wapi aanzie kazi yake kwenye kutengeneza mipango yake kuelekea mechi yetu dhidi ya Nsingizini. Tunategemea kwenda na kikosi cha wachezaji 22, technical staff takriban 12. Na total numbers ya watu kama watu wasiopungua 50. Kwa maana ya supporters, kwa maana ya watu ambao kila mtu ana kitengo chake, ambao wote kwa upana wao tunategemea kuondoka hiyo kesho tarehe 16. Kama unavyoona hapa sasa tuko kwenye session ya mwisho. Session ambayo itatoa maamuzi ya mwisho ya wachezaji ambao mwalimu kwa upande wake anadhani wanaweza kumnufaisha katika mechi hiyo ya kwanza ambayo tunategemea kucheza. Kwa hiyo baada ya hapa nadhani mwalimu kama mwalimu, technical staff, sisi kama supporters wake tutakaa na kuamua, lakini mwisho wa siku mwalimu kwa mfumo anayetegemea kwenda kucheza, yeye ndo atakayechagua wachezaji ambao tunategemea wanaenda kutuwakilisha vizuri. Na mtazamaji, kwingineko, kitengo cha masoko cha Baraza la Sanaa la Taifa BASATA kimefanya kikao na viongozi wa chama cha sarakasi Tanzania CHASATA kwa lengo la kujadili masuala mbalimbali yanayolenga kuimarisha maendeleo ya wasanii wa sarakasi nchini, ambapo miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni pamoja na namna ya kupata na kutumia fursa kupitia chama hicho kuhamasisha wasanii wa sarakasi kujisajili rasmi BASATA ili watambulike kisheria, kujadili na kutatua changamoto zinazojitokeza ndani ya chama, kubadilishana taarifa kati ya BASATA na CHASATA ili kuboresha mawasiliano na kuondoa changamoto katika utekelezaji wa shughuli zao. Huku chama cha sarakasi Tanzania kimeshauriwa kuanzisha tamasha la Sarakasi Festival litakalokuwa jukwaa mahsusi la kuwakutanisha wasanii wa sarakasi nchini, kukuza vipaji na kuongeza ushirikiano ndani ya tasnia hiyo. Sarakasi tuna mambo mengi ambayo tunahitaji. Hivi tunasema kwamba Watanzania, sarakasi ina historia kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Tukisema sarakasi tusione kama mchezo tu ambao watu wana pinduka. Hapana. Sarakasi ina masuala mengi ndani yake na ina historia ndefu katika nchi hii ya Tanzania, kwa sababu kila Mtanzania, kila binadamu anapitia katika masuala ya sarakasi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linajenga afya. Ili uweze kukua vizuri kwa mtoto ni lazima acheze sarakasi. Unaona, isipokuwa sasa anatolewa kule kwenye sarakasi ile
ya makuzi inakuja kwenye sarakasi ya kupata riziki, chochote kile ambacho kupata ujuzi ambao unakuwa. Tukielekea huko Dodoma, mgombea ubunge wa jimbo la Mtumba kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Anton Mavunda ameahidi kujenga kituo cha kukuza vipaji na michezo katika eneo la Sokoine Ipala, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuendeleza vijana na kuhamasisha uwekezaji katika kata ya Ipala. Roda Simba anatueleza. Akizungumza wakati wa mwendelezo wa kampeni zake katika kata hiyo, Mavunda amesema wananchi kwa muda mrefu wamekuwa wakitamani kuona miradi ya maendeleo na uwekezaji, na kwamba ameridhia ombi hilo kwa vitendo. Mnatamani kuona Ipala inajengeka. Miradi yote mnasema imeenda Ombolo. Chuo kimeenda Ombolo, kila kitu kimeenda Ombolo. Ipala mnasema hapa mnapitwa. Mkaniomba mnatamani kuijenga Ipala, na mimi niliwaitikia, na mkasema mna eneo la ekari 12 mnatamani tujenge kituo cha michezo. Ndugu zangu, kituo cha kuwalea na kuwaendeleza vijana kwenye michezo na kwenda kukijenga ndani ya kata ya Ipala, mtaa wa Sokoine. Aidha, Mavunda ameongeza kuwa wanamichezo mashuhuri nchini na nje ya nchi wamejitokeza na kuonesha utayari wa kusaidia ujenzi wa miundombinu ya kituo hicho. Leo na kesho mtaanza kuwaona wachezaji wakubwa wa nchi wamekubali kuja Ipala kuniunga mkono. Kesho mtaona video ya Faisal Salum, mchezaji wa Azam, amesema yuko tayari kuja Ipala kuwaunga mkono. Kesho mtaiona video ya namba 5 wa Yanga, Job Dickson, amekubali kuja kuwaunga mkono na Ipala. Kesho mtaiona video ya Boniface Pawasa, aliyekuwa beki namba 5 wa Simba, ambaye ametokea Dodoma, yuko tayari kutuunga mkono Ipala. Kesho mtaona video ya kocha wa Yanga Princess Edna Lema, yuko tayari naye kuja kutuunga mkono kwenye kituo chetu cha Ipala hapa. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Naam, shukrani sana mwanamichezo wetu Roda Simba kwa taarifa hiyo. Wananchi wa vijiji 10 vinavyozunguka jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori ya Burunge wilayani Babati wamehamasishwa kulinda mazingira na kuendeleza uhifadhi kupitia bonanza la michezo. Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati Godfrey Jafar amesema michezo ni njia bora kuelimisha jamii kwa kuwa inawaleta watu pamoja na kujenga mshikamano, huku zikisaidia kutokomeza ujangili. Baadhi ya wananchi wamesema elimu za mara kwa mara zimeongeza mwamko wa uhifadhi wa wanyama umeongezeka mpaka maeneo yanayoishi, na fursa za ajira zimeendelea kuongezeka katika vijiji hivyo. Kuwa pamoja manake ni kushirikiana katika mambo mbalimbali, kufahamiana. Naamini kuna watu hapa wametoka Ngolei hawafahamu watu wa Mwada. Kupitia kongamano hili naamini mtapata nafasi ya kuwaweka hawa wananchi kwa pamoja, kufahamiana na kushiriki katika mazoezi yote ambayo mmeandaa nyie na timu yenu. Katika kipindi hichi hapa sisi kama Burunge WMA tumewaza kuwa karibu na jamii. Timu ambazo zilizoko hapa ni za vijiji 10. Sisi Burunge WMA tunaundwa na vijiji 10, vijiji wanachama na kata 3. Tunajishindanisha kwenye mashindano haya. Japokuwa ni mwanzo ndo tunaanza, lakini kwa kiasi kidogo tulichotenga cha fedha kwa maana zawadi kiasi ya shilingi milioni 4,800,000 kwa makundi yote mawili, timu wanaume na timu ya wanawake. Lakini kimsingi tumeanzisha bonanza hili kwa ajili ya kusaidia na kusapoti jamii kuibua vipaji vijijini. Michezo hii inatuhamasisha sisi kama tumeamua kuhifadhi mazingira yetu, tuwe rafiki na wanyama, hususani wanyama kama pundamilia. Kwa sasa tunaishi nao majumbani, hivyo tunahamasishwa tuwapende wanyama, tutunze mazingira, na pia michezo ni ajira. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa huu ni ule wasaa kwenda kuangazia upande wa michezo kimataifa, ambapo mwanamichezo wetu Witness Matiku huyo hapa akienda kutupasha zaidi.
Nyota wa kimataifa wa Ureno Cristiano Ronaldo amefunga mabao mawili na kuweka rekodi mpya ya kihistoria ya ufungaji, huku timu yake ya Ureno ikilazimishwa sare na Hungary na hivyo kukosa nafasi ya kufuzu mapema kwa kombe la dunia 2026. Ronaldo mwenye umri wa miaka 40 sasa amefikisha mabao 41 katika michezo ya kufuzu kombe la dunia, akivunja rekodi ya zamani iliyokuwa ikishikiliwa na mshambuliaji wa zamani wa Guatemala Carlos Ruiz aliyefunga mabao 39 katika kampeni za kufuzu. Wakati Uingereza wakifuzu rasmi kwa michuano hiyo kwa ushindi wa bao 5-0 dhidi ya Latvia kwenye kundi K, Ureno walikuwa dakika chache tu kutoka kupata tiketi yao. Hata hivyo matumaini yao yalipotea katika dakika ya 91 baada ya kiungo wa Liverpool Dominic Szoboszlai kufunga bao la kusawazisha na kuifanya mechi kumalizika kwa sare. Licha matokeo hayo, Ureno bado wanaongoza kundi F kwa tofauti ya alama 5 zikiwa zimesalia mechi 2 pekee. Mechi inayofuata ya kufuzu itakuwa tarehe 13 Novemba watakapokutana na Jamhuri ya Ireland mjini Dublin, na endapo watashinda watakuwa wamefuzu moja kwa moja. Witness Matiku, Channel 10 Michezo Kimataifa. Naam, shukrani sana Witness Matiku. Na sasa tuangazie katika upande wa burudani, ambapo katika mashindano ya Miss Grand International 2025 yanayoendelea kufanyika mjini Bangkok, Thailand, Miss Grand Tanzania Beatrice Akio ameendelea kung'ara kimataifa baada ya Tanzania kushika nafasi ya pili katika kipengele cha The Country Power of the Year kinachoendelea kwenye mashindano ya Miss Grand International 2025 yanayofanyika Bangkok, Thailand. Miss Grand Tanzania Beatrice Akio yupo kwenye Group D pamoja na Miss Grand Vietnam, Miss Grand Venezuela, Miss Grand Myanmar na Miss Grand Dominican Republic. Ni warembo wawili tu wenye kura nyingi zaidi kutoka kila kundi watakaloendelea hadi 8 bora. Na mtazamaji, tukiangalia zinazobamba mtandaoni, tuangalie hili ambalo linatoka China. Je, umekuwa ukilalamikia kukwama barabarani kwenye foleni? Sikia hii, ambapo mamilioni ya Wachina wamekuwa barabarani kwa saa kadhaa katika msongamano mkubwa wa magari wakati wakirejea nyumbani baada ya likizo ya siku 8 ya Golden Week. Baadhi ya madereva waliripotiwa kuwa barabarani kwa zaidi ya saa 24 huku maelfu ya magari yakisongamana kwenye barabara kuu ya Guangzhou mkoa wa Anhui karibu na kituo cha malipo chenye njia 36 za magari. Hiyo yote inatokana na likizo Golden Week huanza Oktoba mosi kila mwaka, na ni wakati ambapo familia hukutana kwa sherehe za kitaifa na tamasha la vuli. Tuambie, umewahi kukwama katika foleni kwa muda gani? Dondosha komenti yako kwenye mitandao yetu ya kijamii ambapo utatupata kama Channel 10 Plus. Ni haya tu kwa usiku wa leo. Katika upande wa michezo na burudani ulikuwa na Kiungo Biriani Lulu Ali, na kurudisha kwake Filipina Ndwata.